ilagano, 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 mama ilagano, 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 mama ilagano, 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 mama ilagano, ilagano. Ilagano, mama ilagano, 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 mama ilagano, ilagano. Mbona kama una huzuni dada? Najua jinsi gani unavyoumia dada, ila yote ni mipango ya Mungu dada, kwa sababu Mungu ndo anayejua, yeye ndo anayetoa na yeye ndo anayechukua dada. Kwa huo wakati unaopitia, hata mimi pia naumia kama wewe dada. Ila dada, mimi sipendi kukuona katika ile hali dada. Mimi mwenyewe unaniumiza dada. Lakini kaka, sio kawaida. Ghafla tu baba akatutoka. Kweli dadangu, najua kwako itakuwa kama yani imekupa mshtuko fulani dadangu, lakini dada, mwache tu Mungu, kwa sababu jambo limeshatokea dadangu. Hata kama ukisema ulie, hawezi kurudi. Mungu kampenda zaidi, sisi tulimpenda, ila yeye ndio kampenda zaidi dadangu. Hajaumwa baba, ghafla tu. Asubuhi tunacheka naye, jioni kweli. Alafu kifo cha gani yake ileweke hata kilipotokea yani ghafla. Ndio hivyo dadangu, ila mimi unapokuwa na huzuni, mimi mwenyewe unaniumiza, sababu wewe ndio umebaki kuwa wewe ndio tegemezi langu sasa hivi. Hasa kwa upo katika hali hiyo, mimi mwenyewe unanitia huzuni dada. Bora tungeuguza, hata kuuguza mambo ghafla tu. Dada, mimi nashukuru kwa kunielewa dada. Hiki mdogo wangu. Hiki mdogo wangu. Hiki mdogo umekupata nini? Mama, mdogo wangu hiki.
Dada, msiba umeendaje? Msiba mzema kweli tumemaliza salama. Ila vipi wewe, mbona kuonekana kwenye msiba wakati yule kaka yako? Kweli msibani sikuja. Lakini taarifa zangu kule zipo. Ni hivi, mwanangu anasumbua sana. Mwanangu anasumbua, anateseka. Mwanangu na mke wangu vile vile. Yaani hatulali usiku. Ndio hicho kilichokufanya ukose kuja msiba? Sasa mazingzo mawenge tu, yani usiku tunakurupushana, tunaamshana. Kwa kweli sielewi yani, misukosuko tu hapa na pale. Hizo ndio zimenifanya mimi mpaka nashindwa kuacha familia, naona kama nitakuwa siachi amani nyumbani. Imetokea shida lakini nimeshindwa kukimbilia shida, napambana na shida hizi nyingine za kwangu. Lakini nilituma kiwango fulani cha pesa, japokuwa sikushiriki, lakini nilituma kiwango fulani cha pesa kwa blaza. Sawa, nimekiona na nimesikia kwamba umetuma, lakini kufika kwako wewe ndio thamani ya kila kitu kuliko hiyo pesa yako. Kweli dada, lakini matatizo, yani kikubwa zaidi ni matatizo, kwa sababu hata ule msiba ulipotokea, yani kama umekuja ile kitu ambacho ni cha ghafla sana, ambacho yani sikutarajia. Ni mtoto ambaye nilikuwa darasa 7 amefaulu aende form 1, lakini kimempata kivambo kama kivambo, sijui wanahitaji, sijui mwisho siku nasikia tu huku na taarifa ya msiba. Sasa nimeshtushwa sana na taarifa hizo. Ukiona mtu kashaondoka mbele yake, basi riziki yake hai imekwisha. Waliokuwa nayo basi wataendeleza gurudumu. Kwa vile ndio hivyo. Haya, wewe huyo mtoto labda na huyo mzazi wake uliwaenda kuwapima vipimo vikubwa? Vipimo vikubwa vyote, yani tumehangaika kote, lakini bado suluhisho. Yani ni siku 2-3 anatulia, lakini mwisho wa siku mawinga anarudi tena. Sawa. Kweli. Sasa dada, awali ya yote ungeangalia basi chochote kitu. Nimefika hapa, nipe hata maji. Ila cha kusema mbali saa hizi. Miogo, sio unajua mimi kwangu tena miogo. Kabla ya miogo kwanza nipe maji ya kunywa. Ndio namkagile huyo. Haya, hapa sasa. Nateseka kwa ilagano iliyoweka, tunaye hangaika kwa cheo nachokitaka, ilagano. Wewe unakaidi maagizo yangu. Somea. Mambo vipi? Poa mzima. Fresh kama kawaida. Kama kawa za siku. Safi, unaelekea wapi? Ndio hivi kwa mama mdogo. Somea, mimi bado niko pale na jambo langu. Nimekuja. Najua Somea, wewe ni mwanamke hapa kijijini nilokupenda kutoka kwenye moyo wangu. Siwezi kujizuia kiufupi yani. Kila nitapokuona. Wewe mimi nilikwambiaje? Nilikwambia kama unanitaka mimi huje nyumbani. Baba yupo, shangazi yupo, mjomba yupo. Njoo nyumbani, fuata process zote. Mambo mengine ataendelea. Sawa, nitaenda nyumbani kwenu kupeka barua. Lakini sasa sio kupukupu kama hivi. Inabidi kwanza uje nyumbani, tukae tuyapange, tuyajenge afu mwingine atafuata. Jitoni kwako nje kufanya nini? Nyinyi vijana sasa hivi nawajua nyinyi vijana wa hovyo. Si ngo pekee Somea. Mambo sio mengi sawa. Wewe nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kitu nimejipata na kugeza zawadi. Pesa yako umeiona dili? Mtoto akikua umkabidhi kile kiti. Na kwa nini haukufanya hivyo? Mpaka leo unakifanyia? Na maana umkaidi maagizo. Sasa utakacho kukuta utajuta. Nipate sasa hapa hapa. Tanogea kidogo. Sikiza nakwambia, mimi sina shida ya pesa yako. Na wala sina shida ya pesa. Najua Somea unazingua sana. Mtu akishakupenda ukweli afu unataka kama sana siara yani. Nachukuliaje? Sasa ningombe kitu kimoja nani Somea. Unajua mtu akishakupenda akakupenda. Unakataa paka pesa na maisha nao unipendi kweli maana yake. Si ndio hivyo? Kama unataka pesa yako nitumie. Uje nyumbani ufuate process zote. Sasa tuseke mambo mengi sawa. Cha kufanya sasa. Kwanza wewe sio mwanamke unavyojua kama wanawake wengine. Na cha pili, yani miguu yako membamba kama mbu. Kifupi niko hapo nakutamani tu mradi nipite afu niwache na wewe kifupi. Sikufichi yani. Bwana kwa kweli wangu. Wewe unakataa mimi au vipi? Unapata maboya boya wengine au vipi?
Wewe sio mwanangu lolote yani, kuna kupenda hata sasa mpene singekugaia, ningekung'anya, ningepiga pinga kwa mchana wewe. Nishakwambia. Nipi? Hebu nikuulize swali. Uchawi una faida gani kwako? Kwani umeniuliza hivyo? Nahitaji kujua. Uchawi mbona una faida kubwa sana, na hata we umepata hiyo faida ya uchawi. Kwa maana umepata mtoto kupitia uchawi. Nisikilize. Mimi nimepata mtoto kupitia Mungu na sio nyinyi. Ama kweli binadamu wakishafanikiwa wanajistawilisha. Wewe si ulikuja kwa mkuu kuja kuomba mtoto, na umepata mtoto, sasa hivi unasema mtoto mpata kupitia Mungu. Na uliambiwa yule mtoto akitimiza miezi 3 umlete kwa mkuu. Hujamleta. Hivyo basi huyo mtoto utakuja kumuona wa uchungu. Na kuomba achana na mtoto wangu. Niachie mwanangu. Tafadhali. Na ulichokifanya kwa mtoto tumeshakijua. Hivyo basi mtoto lazima tutampata. Kwa maana nitakufuata kila sehemu. Yaani kila utapokwenda nipo. Na maanisha vipi? Ulipo nipo. Mimi ndo Nitu. Kuna kijana huko mtaani amenidhalilisha sana. Amenidhalilisha kiasi kwamba toka tukio limetokea moyo wangu hauna amani, haujatulia. Nimekuja kwako dadangu, nataka msaada. Kijana gani huyo? Yaani huyo kijana, hebu kwanza nimuone. Kumbe kijana huyu hata mwenzie mpumbavu mwenzie yupo humu ndani. Subiri nitamshughulikia. Usijali mdogo wangu. Na tukimwadabisha dadangu nitalala kwa amani. Kazi niachie mimi dada yako. Si unanijua? Nakujua dadangu, na ndio maana nimekuja kwako. Basi usijali kwa hilo. Kazi usiku wa leo nitakumbana naye. Sawa dadangu. Na kukubali kwa watoto wadogo kama hao. Huyo mtoto mdogo sana. Na ndio maana nimekuja hapa. Nimejua ili nikija kwako linawezekana. Sawa. Marahaba, ujambo? Mzee. Vipi? Safi. Kwema kabisa. Safi. Vipi hali? Safi. Umepata mtoto kumbe? Wa kike wa kiume? Mtoto wa kiume huyu, mlisi wetu. Ongeleni. Na asante. Nataka kumuona mjukuu wangu. Unataka kumuona mzee Ngwele? Kweli? Kweli. Kweli jamuona mzee Ngwele. Wow. Patini mzee Ngwele amuone mtoto.
Oho, babu. Iragano mama, iragano mama, iragano.